Glaring Future Foundation na Tanzania Girl Association wamekutana na wadau mbalimbali mkoani Dodoma kwa ajili ya kujadili njia za kuweza kuwawezesha watoto wa kike kuanzia wenye miaka 18 namna ya kukabiliana na hali ya tabia ya nchi. Katika kikao hicho wamejadili namna ya kuisaidia jamii ya mkoa wa Dodoma na hasa kwa watoto wa kike katika ngazi ya mkoa, wilaya na kata, lengo lao ikiwa ni kuwafikia vijana zaidi ya 100 mkoani hapo. Viongozi wa taasisi hizo pamoja na wadau walioshiriki katika kikao hicho wameeleza kilichowasukuma kujadili njia za kuwasaidia watoto wa kike na namna ambavyo vijana watanufaika. Naitwa Aisha Msantu Mduya, nafanya kazi na shirika linaloitwa Glaring Future Foundation kwa nafasi ya mkurugenzi mtendaji. GFF ni shirika linaloongozwa na vijana lenye kuwezesha makundi maalum kiuchumi na kijamii. Leo hii tuko hapa Dodoma katika kikao cha wadau ambapo tumekuwa tukiongelea masuala ya mabadiliko ya tabia nchi, lakini hasa kwa upande wa mabinti na pia wale mabinti wenye mahitaji maalum. Tunaongelea haya masuala kwa sababu tunajua kwa namna gani mabadiliko ya tabia nchi yanaweza kuathiri kwa asilimia kubwa mabinti au wanawake, lakini ukiangalia kwa magnitude watu wenye mahitaji maalum ama watu wenye ulemavu huathiri zaidi, kwani panapopatwa na majanga wenyewe wako kwenye hatari zaidi ya kupata hasara ambazo zinaitwa na hayo majanga. Kwa hiyo tuko hapa ili kuhakikisha kwamba tunaweka dunia yetu lakini pia nchi yetu kuwa sehemu salama ya kila binadamu lakini pia mifugo, na tunafanya haya kwa kuhakikisha kwamba tunaendelea kukijanisha maeneo yetu kwa kuhakikisha kwamba tunapanda miti, lakini pia hata shughuli tunazozifanya ni zile shughuli ambazo zenye athari ndogo sana za hasi katika mabadiliko haya ya tabia nchi. Naitwa Wintapa Luila, nafanya kazi na Tanzania Girl Guide Association kama katibu taifa, na tuko hapa Dodoma siku hii ya leo kwa ajili ya ku-launch mradi unaoitwa Vijana Climate Connect, na tukakutanisha wadau mbalimbali kutoka katika serikali, mamlaka mbalimbali za serikali, lakini pia taasisi za elimu kuanzia shule za msingi, sekondari pamoja na vyuoni, na pamoja pia na wadau wa maendeleo kwa ujumla wake, ili kwa pamoja tuweze kwenda kutekeleza mradi huu wa Vijana Climate Connect unaohusiana moja kwa moja na utunzaji wa mazingira ambao kiujumla wake ni masuala mazima ya mabadiliko ya tabia nchi. Tanzania Girl Guide Association ilifanya mradi huu katika mikoa 12 ya Tanzania, na hii ilikuwa ni kwa awamu ya kwanza. Hii ni awamu nyingine ambapo tunaenda moja kwa moja katika mkoa wa Dodoma peke yake, na lengo ni kufikia vijana 100 ambao katika hao vijana 100 kila mmoja atakuwa na lengo la kufikia vijana wengine 20, lakini pia tunakwenda kufikia vijana 20 wenye mahitaji maalum ambao wao wanakwenda kushirikishwa moja kwa moja katika utekelezaji wa mradi huu wa Vijana Climate Connect. Kwa majina naitwa Esther Danstan Malogo, natokea chuo kikuu cha St. John's. Niko hapa miongoni mwa wadau walioweza kushiriki mkutano huu mfupi wa kuhusu changamoto za mabadiliko ya tabia nchi tukihusanisha na wanawake ama wasichana. Mimi kama mdau ambaye niko moja kwa moja na kutana na wasichana kwa kiwango kikubwa, nimefurahi na kushiriki katika mkutano huu ambapo tumejifunza mambo mengi, namna ya kuweza kumsaidia binti au msichana kuweza kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi ambayo yanaweza kutokea. Hivyo tumepata elimu ambayo mimi nitakwenda kushirikiana na wanafunzi wanaopatikana katika chuo cha St. John's Dodoma kuweza kuwapatia elimu hii na mafunzo haya ili wao kama wasichana waweze kusimama katika nafasi ya kuweza kukabiliana na haya mabadiliko ya tabia nchi, lakini pia kuweza kusimama kama mawakili hata kuweza kufikia serikalini kwa ajili ya namna ambavyo wanaweza wakatetea haki zao na jinsi ya kuomba ushiriki wa serikali katika kuwawezesha ili kuweza kukabiliana na haya mabadiliko ya tabia nchi. Leo tumekuwa na kikao kizuri ambacho tumekaa na wadau wa Tanzania Girls Association. Kikao hicho kimelenga kujadili namna nzuri tunavyoweza kuwawezesha watoto au mabinti wa kike, lakini pia kuangalia namna ambavyo masuala ya tabia nchi yanavyoweza kuathiri masuala ya
haki, lakini na masuala ya kina mama. Kwa hiyo tumekuwa na mjadala mzuri, tulikuwa na wadau kutoka sehemu tofauti, lakini na wenzetu wadau wa Girls Association ambao tumekuwa nao kwenye hicho kikao, lakini pia tumekuwa na watu kutoka halmashauri ya Dodoma jiji ambao kimsingi huo mradi unatarajiwa kufanyika, lakini tumekuwa na asasi za kiraia ambazo tutashirikiana nazo pia wakati wa utekelezaji wa huo mradi. Kimsingi tumelenga kundi la watoto wa huo umri kuanzia miaka 18. Kama unavyofahamu, wanasema hawa ndio taifa la kesho, lakini pia tumelenga kuweka huu msukumo wa utunzaji wa mazingira kwenye hili kundi la watoto ambao tunaamini kwamba ukipitisha ujumbe wote kwenye shule ni rahisi huu ujumbe kufikia jamii kwa sehemu kubwa. Kwa hiyo ndio lengo hasa, tumepitisha huu ujumbe kwenye mashule, lakini kwa maana ya kuweza kuifikia jamii kwa haraka zaidi.